kabla sijasema chochote, kwa ridhaa ya mgeni rasmi, lakini kwa ridhaa yenu wananchi, basi nakuombeni tusimame dakika moja ili kila mmoja kwa imani na dini yake tuweze kumkumbuka na kumwombea mzee wetu Mheshimiwa Benjamin Mkapa ambaye amelala pale mita chache kutoka hapa, lakini ni yeye, kwa sababu ni kwa niaba yake yeye ndio leo tuko hapa. Kama mmeniruhusu, basi naomba tusimame ili tumuombee. Asanteni sana. Kwa wale ambao kwa bahati mbaya sana hatujawahi kukutana, kwa majina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi Isa Selemani, ambaye kama nilivyotambulishwa hapa ndio kamanda wa polisi mkoa huu wa Mtwara. Nimepewa jukumu la kumkaribisha mgeni rasmi ili aongee na hadhara hii na baadaye kutufungulia kituo hicho. Lakini kabla ya kufanya jukumu hilo, nina vitu vichache ambavyo ningependa nivizungumze kwenu ili tuweze kuweka balance ya mazungumzo yangu. La kwanza ni shukrani. Kwanza kabisa nishukuru nafasi hii kama watangulizi wangu walivyosema, kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa utashi wake wa kutoa fedha kiasi ya milioni 140 na senti kwa ajili ya ujenzi wa kituo hichi. Lengo la Jeshi la Polisi na la serikali ni kujenga vituo vya polisi vya aina hii katika kata zote Tanzania nzima. Na sisi mkoa wa Mtwara tunazo kata 191. Miongoni mwake ni hii kata ya Lupaso ambayo leo hii tunatimiza ile azma ya Jeshi la Polisi la kuwa na kituo cha polisi daraja C ambacho kitawasaidia wananchi kwa namna mbalimbali, tutaeleza huko mbele. Lakini pili, nimshukuru mkuu wa Jeshi la Polisi ambaye pia mimi nipo kwa niaba yake hapa kwa utashi wake wa kutoa hiyo hela. Maana imetoka kwa Mheshimiwa Rais ikaja kwa afande IGP. Angeweza kuipeleka kwenye kata nyingine yoyote, wala mimi nisingekuwa na mamlaka ya kumuuliza, lakini kwa upendo wake akaweza kutoa hiyo milioni 140 kwa ajili ya kituo hichi cha Lupaso. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkuu wa jeshi. Lakini tatu, nimshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya na serikali yake kwa ujumla, wilaya hii ya Masasi kwa kuunga mkono kwake kwa hali na mali mpaka leo hii ambapo mimi angekuwepo katika ufunguzi, lakini kutokana na majukumu ya kitaifa amelazimika kwa nje ya mkoa, si kwa kwenda kupumzika, lakini bali kwa shughuli nyingine. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwake. Lakini shukrani kubwa zaidi kama tutangulia kusema ni kwa Mheshimiwa Diwani ambaye tumekuwa naye tangu tunasafisha, tangu yeye ndo aliofanga hiyo plan na wakaamua kwamba kituo kijengwe hapo. Na sikuamua tu, lakini amekuwa nasi muda wote. Hakika wananchi wa Lupaso mmepata jembe. Lakini kuona jembe ni kitu kimoja na kulitumia ni kitu kingine. Sasa mimi natoa challenge kwenu. Litumieni hili jembe. Mtumieni huyo mtu ili aweze kushirikiana na sisi. Hata baada, kwanza ana umri mdogo. Ana muda mwingi kwenye uhai aliotoa Mwenyezi Mungu, kwenye uhai na uzima. Ana muda mwingi sana wa kutumikieni. Kwa hiyo chonde watu wa Lupaso, mimi sio mwanasiasa wala sijui siasa, sikazaliwa kwenye siasa. Tangu niko hivi. Lakini nasema hapa mmepata diwani kwa sababu nimeshakaa na madiwani wengi. Sasa ni nyinyi wenyewe
Mara watu wengine na kata nyingine na maeneo mengine huwa wanapata mtu mzuri kama huyu, alafu akajitia hamnazo, alafu akajuta, sema majuto mjukuu. Sasa ninyi ndio waamuzi, lakini nasema nitumieni jembe. Lakini shukrani zangu nyingine zende kwa kamati ya ujenzi. Baada ya kuomba hela na Mheshimiwa Rais kukubali kutoa kupitia kwa mkuu wa jeshi na kwa mujibu wa taratibu za matumizi ya pesa serikali, tuliunda kamati wakiwemo viongozi wa ile eneo na baadhi ya maafisa wa polisi, kamati ambayo imesimamia ujenzi huu. Sikupata tabu hata kidogo. Lazima niseme sikupata tabu hata kidogo. Manake pahali pakishakutolewa bilioni 140, kama pahali pana shida, mzee utakonda. Utafanya nini? Utakonda, utakuwa kama shindano kwa kufikiri, kwa sababu wanapokuja wale wakaguzi wa mahesabu baadaye wasikute kitu, wakakuta maneno, mtu wa mwanzo ni mimi, ningeshikwa. Manake mimi ndo naweka sahihi kwamba hii pesa itumike sasa. Kwa kweli nawashukuru sana hii kamati, tumeweza kusimamia mpaka dakika ya mwisho. Leo hii tumepata jengo zuri, si zuri? Ninyi ni mashahidi. Lakini pamoja na kamati hii, kama ambavyo imesemwa, wananchi wa hili eneo mmeshirikiana nasi kwa nguvu kubwa sana, tangu kusafisha eneo, kung'oa visiki, kuleta kifusi, baada ya kujenga msingi, kuingiza kifusi ili kuweka sawa, kuchimba mashimo. Kwa kweli mlishiriki kwa hali na mali, na leo hii tumefikia hapa, na kushukuruni sana 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 sana. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sikutoa shukrani zenu. Kwa kweli nakushukuruni sana. Yako maeneo, lazima nikwambie ukweli, yako maeneo tunafanya hivi, watu wanakatazana, msende, kwani polisi sio wamepoa pesa? Yako maeneo, tena hii Mtwara, kwa sio kama ni mkoa mwingine, hii Mtwara, yako maeneo wanaleta ubishi huo. Wameshapata jambo la maendeleo, lakini bado wengine wanapinga, lakini sio nini wananchi wa Lupaso. Nakushukuruni sana. Lakini kwa leo pia niwashukuru wasanii ambao mmeweza kuleta sanaa hapa, tukaburudika hapa, tukaona muda kama kwamba tuendelee zaidi, lakini bahati mbaya muda masaa 12 yale hayaongezeki, ni yale, inabidi tukatishe baadhi ya wakati tuendelee na mengine. Lakini kwa hii kipindi ambacho mmeturudisha, kwa kweli wasanii na kushukuruni sana kwa kuweza kuiheshimisha hii shughuli ambayo tuko nayo leo. Nimesema kwamba na najua mkoa huu wa Mtwara una kata 191, lakini leo nimepata msamiati, kumbe kata hizi 191 kuna kata moja ni takatifu, na kata yenyewe takatifu ni hii ya Lupaso. Sina uhakika kama kata takatifu ziko ngapi hapa Mtwara, ila sijawahi kujua, ndio najua kwamba leo kumbe hapa tuko, na ni kweli, mimi nakubali pahali patakatifu panakuwa na watu watakatifu vile vile. Kweli si kweli? Sasa mimi leo baada ya mheshimiwa hapa kuridhia kufungua kile kituo, pia nina shughuli nyingine. Shughuli nilionayo ni kukabidhi hichi kituo baada ya mheshimiwa kukifungua, ambacho tutakikabidhi kabisa kwenu nyinyi wananchi. Hichi kituo na kikabidhi kwenu nyinyi. Hichi kituo kinaitwa tu kituo cha polisi Lupaso kwa sababu ya protocol, lakini tungeweza kuandika hichi kituo cha wananchi Lupaso, lakini tukiandika kituo cha wananchi Lupaso wengine watafikiri cha Yanga, kama rafiki yangu hapa. Kwa hiyo hatuandiki hivyo, badala yake tunaandika kituo cha polisi Lupaso, lakini hichi kituo ni cha kwenu wana Lupaso. Kituo hichi ni cha kwenu nani? Mtakitumia kadri ambavyo mnaweza kukitumia kwa mujibu wa taratibu na sheria, na baadhi ya maelekezo ya matumizi ya kituo hichi yameshatolewa na watangulizi wangu, akiwemo kiongozi wetu wa kimila. Akiwemo kiongozi wetu wa kimila. Si kila jambo, na mimi nakubaliana na yeye kwamba si kila jambo lazima liletwe kituo cha polisi. Ni yale ambayo yana mwelekeo wa kijinai na yale ambayo yameshindwa kupata suluhisho huko, ndio taletwa hapa, ambapo na hapa napo
mtapata maelekezo yako ya kijinai, wataendelea nayo, na sio kwa ya kijinai mtaelekezwa wapi pa kuyapeleka. Kwa hiyo kituo hichi naikabidhi kwenu. Lakini pamoja na kituo hichi, sasa hivi ni jengo, ili kile kituo cha polisi hichi lazima tuwalete mapolisi. Na nawaleta mapolisi hawa kuanzia leo. Hichi kituo ndo kifunguliwa, ndo kimeshafunguliwa, kazi inaanza. Na kazi inaanza na nani? Na mapolisi. Hao mapolisi na wakabidhi kwenu. Tumejitahidi kuchagua maaskari ambao wana tabia njema waje hapo. Wakiwemo hao walioshiriki katika ujenzi, akiwemo huyo aliyetajwa sana, askari wenu, mkaguzi wenu wa kata. Naye yuko hapa. Mtakuwa naye, hatumuondoi, na hata simamia hichi kituo. Kwa hiyo na wakabidhi kwenu. Hao ni binadamu. Pamoja kwamba wamepata mafunzo mbalimbali. Na mimi nitakuwa nimeongea nao na nimeshaongea nao. Na naongea nao kila siku. Kufanya kazi kwa uweledi, kufanya kazi kwa nidhamu, kufanya kazi kwa ushirikiano, kufanya kazi kwa kujali, kwa kufanya kazi kulingana na mazingira ya unapofanyia kazi. Huwezi kuchukua mazingira ya Kariakoo baada ya Salama ukayaleta hapa Lupaso hata siku moja. Utafanya kulingana na mazingira ya Lupaso. Mradi hawavunji sheria. Havunji sheria mwananchi, havunji sheria nani? Askari. Na ndio maana sisi tuna msemo wetu, tunasema tunafanya kazi nidhamu, haki, uweledi na uadilifu. Hiyo ndio slogan yetu. Tunafanya kazi kwa kuzingatia mambo manne hayo: nidhamu, haki, uweledi na uadilifu. Kwa hiyo askari hawa tumeshasema nao ya kutosha kufanya kazi kwa kuzingatia hayo. Naomba muwapokee. Na pale ambapo itakuwa wamefanya kitu tofauti, mlango wa mawasiliano kuanzia kwa OCD hata kwangu, ili tuweke sawa hilo. Ili tuweke sawa hilo. Hatutegemei askari hawa badala ya kuleta faraja kesho na kesho kutwa iwe ndio kero kwenu au nyinyi mwe kero kwao. Kwa sababu hata kabla kituo hichi maisha yalikuwa yanaendelea hapa, na watu walikuwa wanaendelea shughuli zao, wala hakuna jambo kubwa ambalo lilikuwa linafanyika. Lakini kwa sababu ni utaratibu, kituo kiwepo, kile kuwepo. Kwa hiyo kwa sababu pia tuko jirani na nchi nyingine, ni kilomita 40. Ni kweli alichokisema mheshimiwa hapa kwamba kilomita 40 kwa nchi na nchi ni karibu mno. Kwa hiyo kituo hichi pia tutakitumia kama ni base kwa ajili ya ulinzi wa nini? Mpaka. Tutakuwa tunaongeza askari kwa kadri haja inavyohitajika. Wazi. Kwa hiyo naomba ushirikiano sana. Mshirikiane nao sana. Wao tulishawaambia lazima washirikiane na nyinyi. Na ndio maana ya kuumba hii falsafa ya polisi jamii. Polisi pamoja na jamii tunaoifanyia kazi, tufanye kazi kwa pamoja. Kwa hiyo watahitaji sana ushirikiano wenu hawa. Lakini naomba pia nitumie forum hii kwa mamlaka za wilaya, mamlaka za halmashauri. Tumepata kituo hichi, lakini bahati mbaya hatujapata furnitures au thamani za kituo hichi. Tumepata vitu vichache na pesa chache, lakini tukasema maadamu tumeshajenga tuhamie. Mambo mengine yatatokea wakati tunaendelea na majukumu. Naomba sana halmashauri, mwakilishi wa halmashauri, mkurugenzi yupo hapa. Elewa kwamba kituo hichi ni cha kwenu. Elewa kwamba kituo hichi kina mahitaji ya furnitures. Kwa kadiri ambavyo ninyi mtaona mnaweza kukisaidia. Na najua mnalo fungu hilo la kurudisha kwenye jamii. Mkirejesha kwa hawa askari ndio mmerejesha kwa jamii hii ya Lupaso. Naomba sana mwakilishi wa mkurugenzi ili mlifanyie kazi ndani ya muda mfupi. Sasa baada ya kusema hayo machache, sasa nifanye ile kazi ambayo nilikuwa nimetumwa. Haya mengine ni kihelehele changu tu. Mimi nilikuwa nimeambiwa nimkabidhi mgeni rasmi, nimkaribishe ili aseme.